Kuwa wazi na kujifungamanisha na wananchi, nadhani ni mojawapo ya tunu za msingi za uongozi. Kiongozi ni kuonyesha njia, kiongozi ni kufikika, kiongozi ni kujenga confidence ya watu nao waongoza kwamba kwenye hiyo safari na wewe umo. Sio wewe unasafiri huku na wananchi wanasafiri kule, kwamba tunasafiri pamoja. Sasa usipokuwa wazi na wao hawatakuwa wazi. Ni hivyo tu. Usipofikika na wao hawatafikika. Mwisho wa siku hiyo safari yenu haitaenda. Kwa mimi naamini kwenye kuwa wazi na kufikika, kwa sababu unawasoma wanachokitaka. Unakichukua unakaingiza kwenye mikakati yako. Wasipoelewa unawaelewesha. Mawazo yao yale unayapata kwa haraka zaidi kuliko ungeenda kuwatafuta mmoja mmoja kule, kwa sababu nchi ni kubwa. Unaweza ukasema niende nifike kila sehemu, lakini je, itawezekana? Inaweza isiwezekane. Je, wale wengine mawazo yanafikikaje? Saa nyingine watu wako mahospitalini wanaumwa, wengine wako safarini. Wewe uliwaita hutawaona, lakini kidigitali ukiweka ajenda pale, wa kesho kutwa aliyeko huku na huku anaisoma, anatoa mawazo. Kazi yako ni kusoma mwelekeo na kuyachukua na kuyaingiza sasa kwenye mifumo yako ya utendaji. Lakini inabariki. Maana unaongoza watu. Uongozi miti, uongozi mawe. Na wewe inabariki kuwa sehemu ya fikra zao na mfumo wao. Mimi nadhani ni pleasure. Kama tunacheza michezo, tunaburudika. Hata kuchacha wananchi pia ni burudani elimishi, inayofundisha, inayofungamanisha katika safari ya pamoja. Inajenga mapendano kwa mustakabali wa taifa, inatufanya tuwe wamoja. Inatufanya tuaminiane, inafanya tuende mbele pamoja, tuchukuliane. Hata yale magumu ambayo kwa fikra zako unaweza kuyaona magumu, unapata majibu kutoka kwa wananchi wenyewe.